Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka vuta ni kuvuta imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani ikishirikiana na nchi ya Israel. Nchi ya Israel na nchi ya Marekani zimeendelea kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Mashambulizi ambayo yanaonekana hasa yamejikita katika mji wa Tehran. Nchi ya Tehran imekuwa ni kidogo, lakini hasa katika mji wa Tehran. Aina ya mashambulizi inaonekana kama ni mashambulizi ambayo yanatumia zile tunasema carpet bombs. Kwa maana kwamba ni shambulizi linalofanyika lakini linaweza kukaba eneo kubwa katika sehemu ya eneo husika. Ukiachilia mbali baadhi ya mashambulizi ambayo yalifanyika katika Gandhi Hospital ambayo inapatikana pia Tehran, ambayo kwa maelezo ya intelijensia ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel ilikuwa ikishutumu hospitali hiyo, maana yake huwa inahusika katika kuwatibu majeruhi wa wanajeshi na mfano wake. Kwa hiyo ni miongoni mwa sehemu ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea katika mchana wa leo kutoka katika upande wa Israel pamoja na nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine bado tunaliona kwamba pamekuwa kuna makusudio ya kuendelea kushambulia katika mifumo ya kujilinda ya nchi ya Iran. Na hili maana yake linabeba umuhimu wa namna yake katika operations za Marekani na nchi ya Israel, kwa sababu shida kubwa ya mfumo wa nchi ya Iran tunasema ni mosaic system. Yani jeshi la nchi ya Iran ni jeshi ambalo limekuwa halijaunganika mahala pamoja, limekuwa decentralized. Kwa maana kwamba Tehran unakuta ina utaratibu wake, Isfahani ina utaratibu wake, ukienda Kermanshah kuna utaratibu wake. Maana yake ile jeshi karibia kila mji una department ya jeshi ambayo inajitegemea, ina antimiza ile system zake, ina silaha zake na kila kitu chake. Ile chain of command au mfumo ule wa amri maana yake unatokea Tehran. Lakini inapotokea kwamba Tehran labda imeshambuliwa au imeanguka, maana yake kila mmoja unaweza kujishughulikia au kujisimamia wenyewe. Na hii maana yake ni kwamba kipindi kama hiki ambacho inaonekana kwamba mashambulizi mengi yanafanyika katika mji wa Tehran, maana yake ni kuonyesha wazi kwamba ile miji mingine inaweza operate ikiwa itabainika moja kwa moja ile command ya Tehran itakuwa imeanguka. Sasa kinachofanya sasa na Marekani inaonekana bado wanajaribu kutarget katika zile pia, yani bado zile tunasema ni military facilities, kwa maana kwamba ile miundombinu ya kijeshi au ya kiusalama. Lakini jambo lingine wamekuwa wakitarget vile vile katika hizo tunasema ni zile security system. Ukiachilia mbali baadhi ya athari ambazo zimekuwa zikionekana pia katika upande wa pwani, kwa maana kwamba zile sehemu ambazo sadikika kwamba zilikuwa aidha zina meli fulani vile vile inaonekana kwamba kuna mashambulizi ambayo yamekuwa vile vile yakifanyika kutoka katika maeneo hayo. Madhara yamekuwa ni mengi, watu wanaokadiriwa kufa inawezekana kama imefika watu 500 takriban katika upande wa nchi ya Iran. Lakini katika namna gani kwamba Iran wana respond vipi mpaka sasa hivi? Kwanza kile tunachokiona ni kwamba Iran wamefanya vitu kama vitatu katika sehemu ya operation zao mpaka sasa hivi tunavyotazama. Jambo la kwanza kabisa, wamefight au wamepambana sana kwenye kuhakikisha kwamba wanavunja mfumo wa mawasiliano katika upande wa ground katika nchi ya Marekani. Na hili ni jambo ambalo bila shaka tunaona kwamba hata kama lijafanikiwa kwa 100%, lakini umefanikiwa kwa 100%. Kwanza kujaribu ile satellite ilikuwa inapatikana, ile radar ilikuwa inapatikana pale Qatar, ambayo ilikuwa ina uwezo wa kusoma takriban kama kilomita 5,000. Maana yake ni kwamba inachukua upana na kwenda mpaka maeneo ya Urusi, ile uwezo wake ukava. Ile maana yake ishambulia takriban siku moja siku mbili nyuma, na ina thamani kubwa takriban kama dola bilioni 1. Lakini vile vile leo hii vile vile wamefanya mashambulizi katika nchi ya Bahrain actually, katika sehemu ambazo vile vile zina
zina zile tunasema radar system ambazo bado zimekuwa zikiendelea kutoa support, vile vile wameweza kushambulia, na hiyo wamekuwa wakitarget sio tu Qatar pekee yake au Bahrain pekee yake, ni sehemu zote kuanzia Kuwait wapi na maeneo mengine. Sehemu yote ambayo ina radar aidha ina support mfumo moja kwa moja wa Marekani au na support ule mfumo wa Patriots ambao actually Marekani vile vile amepeleka sehemu kama Israel unatumika, maana yake zote wamekuwa wakijitahidi kwenda kuziharibu. Matokeo ya hii ni nini? Matokeo ya move hii maana yake tunaweza tukaona leo katika taarifa ambayo imetolewa na Quds Brigade, ile idara ya jeshi la Iran ambayo actually huwa ina operate nje ya mipaka ya Iran, imetoa ripoti ya kwamba imeangusha ndege za Marekani takriban 3 F-15E ambazo taarifa yake japokuwa inakanganya kwa sababu taarifa ya kwanza ilitolewa na Quds Brigade, lakini taarifa ya pili ikatolewa na serikali ya Kuwait wakidai kwamba pamekuwa kuna kuanguka kwa ndege nyingi za Marekani katika siku ya leo, lakini wale marubani wametoka wakiwa kwa salama. Hawakueleza namba ya ndege ambazo zimeanguka, lakini walisema tu kwamba kuna idadi kadhaa ya ndege za Marekani ambazo zimekuwa zikianguka. Bila shaka tutakuwa tumezungumzia kwa security reason, kwa sababu za usalama. Lakini Marekani baadaye wakaja wakatoa taarifa yao kupitia katika Central Command kwamba kuna ndege takriban kama 3 ambazo zimeanguka katika nchi ya Kuwait, lakini kuanguka kwake ni kwa sababu ya friendly attacks. Kisema friendly attacks maana yake ni kwamba inawezekana mifumo ile ya kujilinda ya nchi ya Kuwait ndiyo ili fanya reaction, kwa maana kwamba labda ilijua ni drone au ilijua kwamba ni ndege ambayo sio rafiki, ikaweza kuziangusha hizo ndege. Lakini kwa tatizo kama hilo moja kutokea kwa ndege 3 ndege 4, maana yake bila shaka inakuwa ni jambo ambalo kidogo linaweza likawa lina utata. Lakini kwa taarifa ambayo imetolewa na Quds Brigade wanasema kwamba wameweza kuangusha ndege za nchi ya Marekani takriban 3, na ukiachilia hizo ambazo kwa Kuwait, lakini vile vile kuna taarifa ambao waliitoa awali ya kuonyesha kwamba kuna ndege moja ambayo waliangusha katika upande wa Erbil. Nikisema Erbil maana yake ni upande wa kaskazini mwa nchi ya Iraq, ambapo ni majimbo ambayo actually yanakaliwa zaidi na Wakurdi, majimbo kama Suleimania, majimbo kama Erbil, na inaonekana kwamba Iran katika operesheni zake wamekuwa wakishambulia sana katika sehemu za Erbil na sehemu za Suleimania katika bezi za Marekani, na ukiangalia kama ubalozi wa Marekani katika eneo la Erbil, kwa sababu Erbil ni kama jimbo ambalo linajitegemea. Kwa hivyo katika ubalozi wa Marekani katika eneo la Erbil umeweza kushambuliwa kabisa, maana yake kwamba hauwezi cooperate. Na the same wise maana yake katika sehemu ya Bahrain pia ile bezi kubwa ya Marekani ya upande wa Navy, tunasema ni 5th Fleet Base, imeshambuliwa, maana yake ni kama vile tena haiwezi cooperate. Kwa hivyo unaweza ukaona madhara ya ile radar system kuwa imeathirika. Radar system inapokuwa imeathirika, maana yake ule mfumo wa operation kwa upande mmoja au mwingine unakuwa mgumu, na hata pamekuwa kuna attempt za kuishambulia kama USS Abraham Lincoln, pamoja na kwamba iko mbali kidogo. Pamekuwa kuna ripoti za namna hiyo kwamba Iran wamekuwa wakijaribu kuzitafuta zile US carrier, zile meli kubwa ambazo zinabeba ndege na mfano wake. Uwezekano wa haya yote kwa nini unatokea? Unatokea kwa sababu ya radar system kuwa imeparalyze. Kwa hivyo meli zinalazimika, zile ambazo zinabeba ndege zinalazimika wakati mwingine zisogee maeneo ya karibu ili kuweza kuziba lile gap ambalo limepotea baada ya zile radar kuwa zimeharibiwa. Hii ndio hali ambayo imekuwa inajitokeza. Kwa hiyo kuna taarifa kama hiyo yaani katika zile move ambayo Iran wamejaribu kuifanya mpaka sasa hivi tunaona kwamba wamefanya kuharibu ule mfumo wa mawasiliano. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tumekuwa tukiangalia katika baadhi ya mashambulizi ya kutoka katika upande wa Iran labda kwenda katika nchi kama ya Israel, na namna gani kwamba Israel wanazuia yale mashambulizi zisiweze kuleta athari ndani ya nchi ya Israel. Tunaona kwamba Iran walichojaribu kukifanya cha pili ni kujaribu kuua mifumo ya kujilinda ya nchi ya Israel na hata nchi zingine za Mashariki ya Kati. Kwa maana kwamba kwa sababu mifumo mingi ya Mashariki ya Kati maana yake inategemea zaidi mifumo kama ya Marekani, maana yake mifumo kama Patriots na mfano wake. Kwa hivyo kinachofanyika ni kupeleka drone
drone zinaenda nyingi, au hata kama ni silaha, labda ni aina fulani ya silaha ambazo inawezekana zisiwe na gharama kubwa sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kinachofanyika, lengo kubwa ni kuweza kumaliza zile silaha ambazo zinatumika kama anti-missiles. Maana yake kwamba zinatumika kwa ajili ya kupangua yale makombora ambayo yamekuwa yanakuja. Na kwa siku kama ya jana tumeshuhudia kwamba kilichofanywa na ile mfumo wa jeshi la Iran ni kutuma makombora ambayo yamekuwa tunasema ile cluster warheads, kwa maana kwamba ina vichwa ambavyo vinagawanyika, na hii inaweza ikaonekana ndio sababu hata ya Israel leo hii kuamua kutumia mabomu ambayo yanakuwa kama carpet bombs. Maana yake yanapiga sehemu kubwa, yanatawanyika kwa kupiga sehemu kubwa, kwa sababu zile cluster warheads au vile vichwa ambavyo vinagawanyika kutoka katika zile ballistic missiles, maana yake ni kwamba vinaweza kukava katika eneo kubwa na kuleta madhara makubwa. Lakini pia advantage yake nyingine ni kwamba yanakuwa na uwezo mkubwa ya kuweza kuhepa katika yale makombora ambayo yanatumwa kwa ajili ya kupambana na zile silaha ambazo zinakuwa zinaingia katika eneo la Israel. Kwa hivyo maana yake ni kwamba mifumo ile ya kujilinda inakuwa inaweza ikatumia zile silaha nyingi za kujilinda, zile anti-missiles zikatumika nyingi kwa ajili ya aidha kulinda silaha moja au kulinda silaha chache, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine lengo lake kubwa inakuwa ni kumaliza, yani kuidhoofisha nchi katika swala la reserve ya zile anti-missiles, kwa sababu ukiangalia kwa mfano Iran wanaweza wakatumia silaha ambayo inaweza kugharimu labda dola 200,000, lakini ukiangalia katika budget inayotolewa na Marekani katika kupambana au na Israel kwenye kupambana na silaha hiyo moja, wakati mwingine lazima kutumia labda dola milioni 10. Kwa hiyo difference inakuwa ni kubwa sana, kiasi ambacho ina maana budget ya vita inakuwa ni kubwa. Lakini jambo la tatu ambalo tunalitarajia katika operation zao kwa mwenendo huu, maana yake kwa sasa hivi zimeanza kutoka reports za kuonyesha zinaanza kutumika silaha kama Khaibar Shekhan, ambayo actually tunasema inakuwa mara nyingi ni supersonic missiles. Maana yake ina uwezo wa kwenda mara 3 mpaka mara 4 ya speed ya sauti, na ziko ambazo ni advanced zaidi kama zile Fatha au Patah au Khaibar zenyewe ziko ambazo ni advanced, ambazo zinaweza kwenda mara 17, mara 10 mpaka mara 17 ya speed ya sauti, pamoja na kwamba inapokuwa inakuwa inashuka kwa speed kama ya mara 8 ya speed ya sauti. Kwa hiyo inakuwa maana yake kujilinda nayo inakuwa ni ngumu, lakini hayo yote maana yake yanakuja baada ya kuonekana kwamba kuna uwezekano mkubwa ile mifumo ya kujilinda ni kama imeanza kudhoofu kwa upande mmoja au mwingine. Kitu kingine ambacho kimeripotiwa kutoka katika upande wa Iran ni mashambulizi ambayo yamefanyika leo katika nchi ya Israel, kwamba ile Quds Brigade inasema kwamba imeshambulia katika sehemu 2 muhimu au sehemu 3. Cha kwanza wameshambulia katika Wizara ya Ulinzi, na cha pili wameshambulia katika unit namba 8200 ambayo huwa inahusika zaidi kwenye kufanya cyber attacks, ile mashambulizi ya kimtandao, kuweza kuchunguza mwenendo wa mawasiliano baina ya vikundi ambavyo vimekuwa wanapambana na nchi kama ya Israel. Kwa hiyo wameshambulia katika unit 8200, lakini kubwa kuliko zote ni mashambulizi ambayo wanasema wameshambulia katika ofisi ya Waziri Mkuu Netanyahu, na hiyo ni taarifa ya asubuhi, kiasi ambacho wanasema kwamba wametumia silaha ambazo ni highly advanced na ambazo zimefanya kama surprise attacks, imefanya mashambulizi ya kushtukiza, kiasi ambacho wanashakia kwamba inawezekana ikawa imeleta madhara moja kwa moja kwa Waziri Mkuu Netanyahu. Na hili limekuwa linatupa shaka, hatuna hakika moja kwa moja, lakini limekuwa linatupa shaka kutokana na siku ya leo Waziri Netanyahu walikuwa na ratiba ya kwenda kule Beit Shemesh. Beit Shemesh ni mji ambao unapatikana upande wa magharibi mwa mji wa Jerusalem, ambao tulizungumza siku ya jana yalifanyika mashambulizi, Iran walishambulia katika maeneo yale, na hasa ni kwa sababu kuna sehemu vile vile ya jeshi huwa linapatikana katika maeneo yale, ile department ya jeshi inaitwa Netza Yehuda ambayo inapatikana katika maeneo yale. Taarifa ya Waziri Mkuu Netanyahu kwenda katika Shamash, ile Beit Shemesh, kwenda kuhuzuru yale maeneo yaliyopata madhara,
inaonekana kwamba ile ziara imekatishwa na badala yake amekwenda Peter Herzog, Isaac Herzog ambaye ni rais wa nchi ya Israel. Sasa utaratibu wa kufanyika mabadiliko ya ziara hii katika maeneo ambayo watu wamepata maafa, badala ya kwenda waziri mkuu Netanyahu akaenda Isaac Herzog, inaweza ikatupa ishara moja kati ya mbili. Ishara ya kwanza ni kuonyesha kwamba Israel inawezekana wamesense kwamba taarifa iliyotolewa na Iran ni taarifa ambayo inahitaji kutengeneza mazingira ya kuleta shida kwa waziri Netanyahu. Kwa maana ya kwamba lau waziri Netanyahu ataamua kwenda katika ile Beit Shamas kwa lengo la kutaka kuwazuru wale watu, lakini vile vile kutaka aonekane kwamba yupo hai na hajapata matatizo ya namna yote, maana yake hilo vivyo inaweza kutumiwa kama ni fursa ya kuweza kumshambulia. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili inaweza ikaashiria kwamba ni kweli kuna matatizo yametokea katika upande wake, kiasi ambacho lazima atafutwe mtu mbadala kwenda kutake over katika ile ratiba aliyokuwa nayo waziri mkuu Netanyahu ya kwenda kutembelea kule Beit Shemesh. Kwa hivyo movement kwa ujumla imekuwa inakwenda katika wizani wa namna hiyo kwamba kila upande bado umekuwa unaendelea kutafuta sehemu ambazo ni potential za kushambulia. Israel na Marekani wamekuwa wakiendelea kutanua baadhi ya mashambulizi yao, pamoja na kwamba inaonekana hasa yamejikita katika mji kama wa Tehran, lakini katika upande wa Iran inaonekana kwamba wamefanya mashambulizi katika maeneo kama hayo, lakini vile vile kuna ripoti ya mashambulizi katika maeneo kama ya Haifa, lakini vile vile katika maeneo kama ya Beersheba inaonekana leo hii kuna mashambulizi yamefanyika kutumia silaha ambazo ni kama hypersonic missiles. Lakini nini matokeo ya haya yote ambayo yamekuwa yakiendelea mpaka sasa hivi? Tumekuwa tunaona reaction ambazo zinapatikana kutoka katika nchi za Gulf, nchi za pale katika eneo la Arabian Peninsula au eneo la Peninsula ya Uarabu. Cha kwanza, kuna nchi kama Qatar ambayo imetangaza kustopisha sehemu ya uzalishaji wake, especially katika upande wa gesi, kutokana na madhara ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu Iran wanachojaribu kukifanya ni kushambulia kwanza katika zile sehemu za Marekani, lakini vile vile kushambulia katika hata zile apartment ambazo zinaonekana kwamba wanajeshi wa Marekani wako katika maeneo yale, kwa sababu wanajeshi wa Marekani wako wengi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ukiangalia katika nchi kama Qatar, katika nchi kama United Arab Emirates, wakati mwingine unakuta wanajeshi wanaweza kufika 10,000 katika kila nchi. Achilia mbali katika nchi zingine ambazo unakuta labda wanajeshi wako 4,500, wanajeshi wako 6,000. Kwa ina maana wanajeshi wanaweza wakafika 54,000 katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo wakati mwingine mazingira ambayo wanakaa yanakuwa ni mbali na zile base, na ndio maana inaonekana kwamba ikigundulika tu huwa wanakaa katika apartment fulani, inaonekana pia kuna mashambulizi yanafanyika katika apartment hiyo. Kwa hiyo kwa sababu ya ile broadly perspective au ile nyanja pana ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea, ambayo wakati mwingine yanaleta madhara moja kwa moja hata katika miundombinu ya kijamii, kwa kuzingatia tu kwamba wale wahusika wanaotafutwa hapo katika mazingira yale. Maana yake ni kwamba nchi ya Qatar imeona kwamba iweze kustopisha baadhi ya operations zake, lakini vile vile tunataraji kwamba hilo litakuwa katika nchi zote za Mashariki ya Kati, kwa sababu ukiangalia hata Aramco, ile kampuni kubwa ya uzalishaji wa mafuta katika nchi ya Saudi Arabia, inaonekana kuna mashambulizi yamefanyika pale, pamoja na kwamba hayajawa confirmed, hajathibitika kwamba ni yanatoka katika nchi ya Iran au yanatoka sehemu nyingine, kwa sababu kitu ambacho kile kinahofiwa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa, moja katika matarajio ya Marekani ilikuwa ni kupatikana joint alliance, kupatikana ule ushirikiano wa pamoja wa nchi za Arabuni kuwa dhidi ya nchi ya Iran, jambo ambalo nchi za Arabuni zinaona kujiingiza kwenye mgogoro huo litakuwa ni jambo kubwa na litakuwa lina madhara. Kwa hiyo wameamua kuhepa. Sasa njia nyepesi ya kuweza kuwaingiza wakati mwingine inaweza zikatumika kama njia kama hizo, kushambulia katika baadhi ya sehemu muhimu ili kuweza kuzifanya zile nchi ziweze kuamka na kuona tofauti. Lakini jambo ambalo linaonekana mpaka sasa hivi nchi nyingi za Kiarabu zimekuwa ziko stagnant, hazitaki kuingia katika mgogoro wa moja kwa moja. Sasa madhara ya hichi kinachoendelea sasa hivi, na ndio maana tulizungumza katika siku ya nyuma kwamba, au katika siku za nyuma wakati tunazungumza mgogoro huu, tukasema kwamba hesabu ya kumshambulia yule Ali Khamenei
alikuwa kiongozi wa nchi ya Iran, kiongozi mkuu wa nchi ya Iran. Bila shaka ilikuwa ni hesabu ina makosa mengi sana. Ndio maana sasa hivi baadhi ya maafisa wa Marekani wamekuwa wakisema kwamba sio wao waliofanya shambulizi la kumshambulia Ali Khamenei. Kwa maana hiyo ni kwamba ni Israel ndio waliofanya shambulizi la kumshambulia Ali Khamenei kwa sababu ya kupima matokeo yake. Matokeo yake ndiyo hichi ambacho kinaendelea hivi sasa, kwamba maanake eneo zima la Mashariki ya Kati limeingia katika sintofahamu. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, kwa hichi kinachoendelea, maanake ni kwamba kuna hatari kubwa sana ya influence ya Marekani kupungua katika eneo la Mashariki ya Kati, na huu ndio mpango mkubwa unaonekana wa nchi ya Iran, kwamba kutaka ushawishi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati uweze kupungua kama sio kuondoka kabisa. Kwa maana hii nchi za Mashariki ya Kati zimeamua kuisogeza Marekani zikiamini Marekani anaweza kuwalinda. That's the point. Nchi za Mashariki ya Kati zimeamua kuisogeza Marekani zikiamini kwamba Marekani anaweza akawalinda. Kwa hichi kinachotokea sasa hivi, baadhi wameshaanza kuzungumza kwamba kumbe Marekani yuko Mashariki ya Kati sio kwa lengo la kutulinda sisi, bali yuko kwa lengo la kuilinda Israel. Na ndio maana inaonekana kwamba kuna mashambulizi yanaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati katika nchi tofauti tofauti, lakini hakuna reaction ambayo iko ni strong reaction ya Marekani. Lakini nguvu kubwa bado inaonekana kwamba jicho lake liko katika nchi ya Israel. Na jicho lake lazima liwe katika nchi ya Israel. Jicho la Marekani lazima liwe katika nchi ya Israel kwa sababu eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo ni eneo muhimu. Eneo la Mashariki ya Kati ni eneo muhimu. Kwanza ni eneo ambalo linawakusanya watu wanaoongea lugha moja, ambao ina maana wanaweza kujiorganize kwa kutumia lugha yao. Ni eneo ambalo linakusanya watu ambao wana misimamo ya dini inayofanana kwa kiwango kikubwa. Kwa ina maana wanaweza kuungana kupitia fikra ya dini. Lakini vile vile ni eneo ambalo linaendesha uchumi wa dunia kwa asilimia kubwa kutokana na ile energy sector. Sasa Marekani kama superpower ni lazima awe na control na eneo kama hili. Lakini vipi unaweza kulicontrol eneo kama hili ambalo limekusanya watu ambao wanaweza wakaungana kupitia vitu kama vitatu, kupitia lugha, kupitia dini, kupitia culture? Njia nyepesi ni kwamba unatakiwa uwe na mtu ambaye unayemwamini katika eneo husika. Na ukiangalia kwamba historical kwamba jamii kama ya Waisrael, hata kama kuna fikra tofauti ya kwamba ni hawa au ni tofauti, lakini jamii ya Waisrael manake wana asili pia na eneo la Mashariki ya Kati. Kwa fikra hiyo, manake ni kwamba kuwa na nchi kama ya Israel katika eneo la Mashariki ya Kati ili kuipa nguvu kuweza kumonitor eneo la Mashariki ya Kati kwa interest ya Marekani, manake ni sehemu katika hesabu ya Marekani ambayo kama superpower hawezi kuwa na hesabu tofauti zaidi ya hesabu hiyo. Kwa hiyo manake imepelekea sasa hivi nchi za Kiarabu zimeanza kuhisi tofauti kwamba Marekani hawezi kutulinda. Na dola zote ambazo ziliwahi kupita katika eneo la Mashariki ya Kati huko nyuma, asili ya kuanguka kwake ni ilipofika zama ikaonekana kwamba zile dola hazina uwezo wa kulinda raia walioko katika eneo la Mashariki ya Kati. Ilipofika katika hatua hiyo tu, basi maana yake ni kwamba tawala za Mashariki ya Kati zilianza kuona tofauti au zilianza kuona kwamba ni bora kuchukua stance ya tofauti au kutengeneza partnership ya tofauti. Na hili ndio jambo ambalo tunaogopea huenda likaje kutokea mbele ikiwa itathibitika kwamba Marekani hana uwezo wa kuwalinda watu wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kiujumla bado tunaendelea kutazama mgogoro huu na tukitaraji kwamba kadri muda unavyozidi kwenda huenda tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnugwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.